Wakizungumza mara baada ya kumalizika kwa mafunzo hayo, baadhi ya wakulima wamesema wameshukuru Benki Kuu ya Tanzania BOT kwa kuwapatia elimu ya fedha ambayo itawasaidia kwa kiasi kikubwa, kwani baadhi yao walikuwa wakipata fedha baada ya kuuza mazao yao walikuwa wanatumia bila kuweka akiba ya baadaye. Nashukuru tumepata elimu nzuri sana kwa sababu wametuelekeza namna nzuri ya kutunza pesa benki na namna nzuri ya kufanyia matumizi pindi tunapopata pesa. Na pia nimejifunza kujua kuwa wametupa elimu nzuri sana ya kuweza kuwa tuwe na nidhamu ya matumizi ya pesa. Maana tunapopata pesa wengi wetu hususan wakulima tumekuwa ni wataalamu sana wa kununua vitu ambavyo tunavyovitaka badala ya vitu muhimu. Kwa hiyo kwa elimu ya leo nashukuru tumepata elimu nzuri ya kuwa na nidhamu ya fedha, jinsi namna ya kukopa kwa tija na jinsi ya kutumia huduma mbalimbali za kibenki. Lakini zaidi ya yote nimepata elimu ambayo sikuwahi kuipata na ambayo ilikuwa bado huku vijijini ni ngumu kuipata, hii elimu ya hati fungani. Hati fungani, yani huu uwekezaji kupitia hili swala la Mama Samia, ilikuwa huku sisi vijijini hatujapata kabisa, ila kwa kushukuru Mwenyezi Mungu leo kupitia BOT wametuelimisha, tumejua ni nini maana hati fungani. Mkulima au mwananchi wa kawaida unaweza ukatumia fursa hiyo kuweza kujiunga na hiyo huduma ya hati fungani. Kwa hiyo nashukuru kwa kweli mafunzo yamekwenda vizuri na hao watu wa BOT wametusaidia vya kutosha sana kupata elimu ya fedha, utaalamu wa masuala ya kibenki na mambo mengi yanayohusu mambo ya kifedha. Kwa upande wake, kaimu meneja msaidizi sera na uchambuzi za huduma rasmi za kifedha Benki Kuu ya Tanzania makao makuu ndogo ya Dar es Salaam, Bwana Edmund Mbokosi amesema tumekuja Liwale kwa program maalum ambayo ilikuwa inawahusu wakulima wa korosho, ufuta na mbaazi. Na katika programu hii tulikuwa tumepanga kwamba tumegundua kuna matatizo kwa wakulima baadhi ambao pamoja na kwamba zao la korosho linasifika sana katika nchi ya Tanzania na nje ya nchi, lakini bado kuna baadhi ya wakulima kilimo cha korosho kimekuwa kionyeshi tija. Matokeo hayaonekani hasa katika maisha yao ya kawaida. Na baada ya hapo tukagundua kwamba wakulima hao kuna dalili au kuna uwezekano kwamba katika kilimo wanachokifanya wanapata mazao na wanayauza, lakini kuna dalili za kutokupanga mipango ya baadaye hasa katika swala za kutunza fedha. Kwa hiyo tukaamua kutembea na uhamasisho kwa maana ya kutoa elimu na kutoa ufahamu wa masuala ya kutunza fedha na masuala mazima ya kupata huduma jumuishi za fedha ili ziweze kuwasaidia kupata kilimo chenye tija. Na baadaye tukakutana na viongozi wa AMCOS ambao tuliwaambia kwamba wajitahidi kuwa daraja la kuwasaidia wakulima ili waweze kupata mafanikio yanayotarajiwa. Lakini katika hatua ya pili tumekutana na wakulima katika ndani ya siku 3. Tumekutana na wakulima katika tarafa tofauti. Tarafa ya kwanza tulitembea katika tarafa ya Liwale mjini ambapo tumeongea na wakulima kuhusiana na mambo ya elimu ya fedha pamoja na kupata mikopo ambayo ni salama. Hayo mambo tumeyapeleka katika wakulima au kwa wakulima ambao katika tarafa ya Makata. Tumeongea nao pia ili waweze kupata mikopo ambayo ni salama na kuweka fedha katika njia ambazo ni sahihi au njia ambazo ni salama badala ya kutunza fedha zao ndani. Kwa hiyo hatuwashauri sana wakulima kutunza fedha za mazao au mapato wanayopata katika mazao ndani. Badala yake wazitumie katika wazitunze katika taasisi za fedha ambazo zitafanya fedha zao ziwe salama. Na katika taasisi za fedha hizo basi watapata nafasi ya kukutana na fursa ambazo zinaambatana na wao kuweka fedha katika taasisi za fedha, kama vile uwekezaji katika dhamana za serikali kama treasury bills au government securities, pamoja na huduma za vipande au UTT. Lakini pia wataweza wakapata ushauri wa kukopa kwa tija. Watalima kilimo cha tija kwa sababu watakopa mikopo ambayo itaambatana na ushauri wa jinsi ya kuendeleza kilimo chao. Kwa hiyo kama wakulima wa Liwale watatimiza haya,
nina uhakika kabisa watakutana na maendeleo yaliyo mazuri ambayo yatakuwa yanaambatana na kilimo kizuri kilichokuwa supported na matumizi mazuri ya huduma rasmi za kifedha.